saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne, Novemba 25, 2025, na kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba atajadili masuala nyeti yanayotokana na mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani na Rais Donald Trump baada ya siku kadhaa za mikutano ya kidiplomasia. Wapiganaji wa RSF nchini Sudan wametangaza miezi mitatu ya kusitisha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu. Na katika gumzo, wakuu wa nchi na serikali kutoka Afrika na Ulaya wanakusanyika nchini Angola kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Afrika na Ulaya, huku moja ya ajenda ikiwa ni namna ya kunufaisha Afrika kupitia madini. Je, mkutano huu utakuwa na mabadiliko yoyote? Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba Rais Donald Trump ameridhishwa na taarifa za maendeleo yaliyopatikana. Lakini kwanza, kumradhi msikilizaji, kwanza ni muktasari wa habari na msomaji ni Halima Nyanza. Asante David, na habari msikilizaji. Mahakama nchini Marekani imetupilia mbali mashtaka dhidi ya maafisa wawili waandamizi ambao awali waliwahi kumchunguza rais wa nchi hiyo Donald Trump. Jessica Pelembela na taarifa zaidi. І також розуміємо, як багато інтересів. Tunaelewa hiyo mkutano inaweza kuwa mzuri, raia sifikirie kama inaweza kuwaza kwa kitu kabisa nzuri sana itatoka kutoka hapo. Na mkumradhi kwa matatizo ya kiufundi. Wapiganaji wa RSF nchini Sudan wametangaza miezi mitatu ya kusitisha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu. Tangazo la kusitisha mapigano lilitolewa kupitia ujumbe wa video uliorekodiwa na kamanda wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo. Hatua hiyo imekuja baada ya jeshi la Sudan kukataa pendekezo la kusitisha mapigano kutoka kwa wapatanishi wa kimataifa wa mzozo huo, wakisema kuwa inapendelea RSF. Makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano yalivunjika. Makumi ya maelfu ya raia wameuawa tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza mwaka 2023. Jeshi la anga la Ukraine limekuwa likilinda mji mkuu wa nchi hiyo Kyiv na maeneo mengine dhidi ya wimbi la mashambulizi ya usiku mzima ya makombora ya Urusi pamoja na ndege zisizo na rubani. Milipuko ilisikika katika mji huo mkuu, ambapo meya wake Vitali Klitschko amearifu kuwa imeshambulia majengo na kuvuruga usambazaji wa umeme na maji. Awali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa angejadili mada nyeti zinazotokana na mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani, ikiwa ni baada ya kufanyiwa marekebisho mapendekezo yaliyoandaliwa na Urusi baada ya mazungumzo ya kina na maafisa wa Marekani. Tunaelewa pia kuwa kuna maslahi mangapi kwa Ukraine, na zaidi ya yote kuna maslahi ya Urusi kutaka kuvuruga fursa hii ya makubaliano na kuendeleza vita. Tunaweza kuona pia ni maslahi gani yameunganishwa na ni nani anayejitahidi kwa nguvu zote kudhoofisha msimamo wetu kwa kusambaza upotoshaji na kuwatishia watu wetu. Tunapambana dhidi ya kila jaribio kama hilo la kuzuia kumalizwa kwa vita. Na Venezuela imetupilia mbali uamuzi wa Marekani wa kuwekea mtandao wa biashara ya dawa za kulevya unaodaiwa kuongozwa na Rais Nicolas Maduro kama kundi la kigaidi, na kusema uamuzi huo ni upuuzi wa kupotosha. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya nchi hiyo imesema mtandao wa kihalifu wa Cartel de los Soles haupo, na kuituhumu Marekani kwa kubuni madai hayo ili kuhalalisha mabadiliko ya utawala. Hatua hiyo ya kuliweka kundi hilo katika orodha ya ugaidi inaongeza shinikizo dhidi ya Rais Maduro, huku Marekani ikiendelea kujiimarisha kijeshi karibu na pwani ya Venezuela. Hii ni BBC. Na taarifa habari za dunia imesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM redio wa shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize moja kwa moja kupitia Radio 1 ya pale Mikochini Dar es Salaam. Kenya ni Count FM, nchini Uganda ya tegea sikio kupitia Voice of Busoga, na ukiwa DRC ni Lizadil Radio. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaandika maoni yako na tukipata nafasi basi tutasoma moja kwa moja msikilizaji. Asubuhi ya leo upo nami David Inkia
karibia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba atajadili masuala nyeti yanayotokana na mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani na Rais Donald Trump baada ya siku kadhaa za mikutano ya kidiplomasia. Zelensky amesema kwamba mpango huo wa amani uliorekebishwa sasa unajumuisha mambo mengi sahihi zaidi. Na Phyllis Mote. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba Rais Donald Trump ameridhishwa na taarifa za maendeleo yaliyopatikana katika mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine kuhusu kumaliza vita vyake na Urusi. Jumapili usiku, Marco Rubio alitangaza kwamba kumekuwa na kile alichokitaja maendeleo makubwa katika mazungumzo hayo, huku kukiwa na mambo machache tu yaliyosalia. Lakini taarifa ya pamoja ya Ukraine na Marekani sasa inasema kwamba kuna makubaliano mapya kabisa kwa kile wanachokiita hati ya mfumo iliyosasishwa na kurekebishwa. Kulingana na afisa mwandamizi katika ofisi ya Rais Zelensky, mpango wa vipengele 28 uliokuwa unaegemea sana upande wa Urusi uliovuja siku ya Ijumaa haupo tena. Na akizungumza na waandishi wa habari, naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Sergei Kaislista, ambaye alihudhuria mazungumzo ya mwishoni mwa wiki mjini Geneva, amesema kwamba mpango wa hivi karibuni una vipengele 19 tu, huku baadhi ya mambo nyeti zaidi kisiasa yakiwemo masuala ya makubaliano ya maeneo sasa yakitarajiwa kuamuliwa na viongozi wenyewe. Wawakilishi wa Urusi hawakushiriki katika mkutano huo nchini Uswizi, na afisa wa Kremlin alikataa marekebisho hayo jana Jumatatu, akiyataja kuwa hayana msingi madhubuti. Marco Rubio hata hivyo anasema kwamba hatua ifuatayo sasa ni kuwasilisha mpango huo kwa Urusi. Kwa upande wao, washirika wa baadhi ya mataifa ya Ulaya wa Ukraine wamekuwa wakijitahidi kwa mara nyingine tena kujihusisha katika mchakato wa amani. Wanachama wa kile kinachoitwa muungano wa wenye nia unaoongozwa na Uingereza na Ufaransa wanatarajiwa kufanya mazungumzo leo hii. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekuwa miongoni mwa wale waliokuwa karibu zaidi na mchakato huo. Hayo yakijiri, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, Kharkiv, ulishambuliwa na kile maafisa walisema ni shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani lililoua watu 4. Namni Phyllis Mote huyo. Unaweza kutuma ujumbe wako kama alivyoandika Michael Jones. Anasema Mungu isaidie Ukraine ili vita hivi vinavyoendelea viweze kuisha nchini humo na hatimaye hali iweze kurejea kawaida. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, wapiganaji wa RSF nchini Sudan wametangaza miezi mitatu ya kusitisha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu. Hatua hii imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba ataingilia kati mzozo huo ili kuweza kumaliza vita vilivyoingiza nchi hiyo kwenye janga la njaa, kama anavyoarifu Halima Nyanza. Akitangaza uamuzi huo, kiongozi wa kundi hilo la RSF Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo amesema kutokana na kukubaliana na juhudi za kimataifa kuumaliza mzozo huo, hususan uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump, ametangaza kusitisha mapigano kwa miezi mitatu. Amesema na matumaini wasuluhishi wa mzozo huo wataendelea kutoa msukumo pia kwa jeshi la Sudan kuunga mkono hatua hiyo. Tangazo hilo la kusitisha mapigano la RSF limekuja siku moja tu baada ya mkuu wa jeshi la Sudan kukataa mapendekezo ya usitishaji vita na kukosoa kujumuishwa kwa Umoja wa Falme za Kiarabu ambao wamekuwa wakishutumu kuipatia silaha RSF. Hata hivyo, nchi hiyo ya Ghuba ambayo pia ni msuluhishi wa mzozo huo imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Mapema mwezi huu, Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri, Saudi Arabia zilipendekeza mpango wa kusitisha vita kwa miezi mitatu uliofuatiwa na mazungumzo ya amani. Wapiganaji wa RSF walipokea mapendekezo hayo kwa kusema kuwa wameyakubali, lakini muda mfupi tu baadaye walishambulia maeneo ya jeshi la Sudan kwa ndege zisizo na rubani. Katika hotuba yake aliyoitoa siku ya Jumapili, kiongozi wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alililaumu pendekezo hilo la Marekani ambalo ameelezea kuwa madhumuni yake ni kudhoofisha jeshi lake huku likiruhusu RSF kudhibiti maeneo iliyoyateka. Namni taarifa yake Halima
Kwingineko, mkutano wa COP30 ambao ni maalum kwa kuangazia namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi sambamba na utunzaji wa mazingira umemalizika rasmi huko nchini Brazil. Mkutano huu ni muhimu kwa sababu unatuma ishara muhimu ya kisiasa juu ya hitaji la kushughulikia pengo la kifedha na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuzisukuma nchi kushughulikia mambo hayo. Lakini je, umekuwa na mafanikio gani? Kufahamu hilo na mengine mengi, awali nimezungumza na John Banga, mtaalamu wa mazingira na kilimo kutoka Tanzania, anayeanza kuelezea ni kipi hasa cha muhimu ambacho kimeafikiwa kwenye mkutano huo. Kuna mambo kadha wa kadha yameweza kufanikiwa. Mmojawapo ni katika kukubaliana kuidhinishwa kwa nyaraka zipatazo 29 kati ya 195 zilizotarajiwa. Tunaita hiki ni kipindi cha mpito tu kutoka kwenye mazungumzo mengi hadi kuelekea sasa kwenye kupata ufadhili halisia, masuala ya teknolojia, jamii na ujenzi wa kujenga uwezo wa taasisi mbalimbali. Lakini pia kuna masuala ya kufanikiwa kwa ule mfuko maalum unaoitwa Forever Tropical Forest Fund. Nafikiri unapata takriban dola bilioni 6.7 imeweza kufanikiwa. Lakini pia vile kuna masuala ya kukubaliana kwenye adaptation finance, zile fedha ambazo ni kwa ajili ya kujenga au kuimarisha au kurekebisha mifumo ya mabadiliko ya tabia nchi. Na mwisho kabisa kuna masuala ya kukubaliana kwenye teknolojia mbalimbali za kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna malalamiko kwamba hakukuwa na la msingi lililoafikiwa kuhusu kuondokana na matumizi ya mafuta na gesi na badala yake kuwe na uwekezaji wa kiasi kikubwa katika nishati mbadala ambazo hazichafui mazingira. Hilo nalo unalizungumziaje? Kwa kweli hilo liko wazi, tofauti kabisa na watu wengi walivyokuwa wametarajia kungekuwa na mafanikio makubwa sana, ila kulikosekana masuala ya msingi sana. Kwa mfano, njia imara ya kuonyesha ile roadmap ya kuachana na matumizi nishati itokanayo na fossil fuels ni miongoni mwa kitu ambacho kilikuwa kimekosekana, kwa sababu watu wengi walitegemea hilo lingeweza kuwekwa wazi, kwa sababu mafuta haya au nishati hii inayotokana na nguvu za kisukuku au fossil fuels ni sehemu mojawapo yenye mchango mkubwa sana ya kuchafua hali ya hewa. Kwa maoni yako, je, kwa kiasi gani kutokuwepo kwa washirika wakuu ambao ni Marekani na China wanaotajwa kwamba ni wachafuzi wakubwa kabisa wa mazingira duniani, kutoshiriki kwao sasa katika ngazi ya juu kwenye mkutano huu kumeathiri vipi maafikiano kuhusu kukubaliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Ni jambo la kufikirisha kidogo, maana uzalishaji mali kama hauendani na usawia wa uimara wa mazingira na rasilimali zake, basi hakuna uendelevu na itakuwa faida ya muda mfupi sana inaweza kupatikana kutokana na biashara wanazozifanya kwa nchi zilizoendelea kama Marekani, Uchina na kadhalika. Hivyo itakuwa ni hatari kubwa sana kwa mustakabali mzima wa maendeleo endelevu ya dunia yetu. Hizo nchi ulizozitaja, Marekani, Uchina na kadhalika, ndio wachafuzi wakuu na ndio wafaidika wakuu wa mishakato au shughuli mbalimbali zinazochangia kuzalisha hizo hewa chafu ambazo zinaathiri uso wa dunia. Namna sasa tunakwenda viwanjani moja kwa moja na Sports Lady Phyllis Mote. Na shukran sana Devi. Sasa rekodi ya kutoshindwa ya mechi ya Manchester United imefikia tamati baada ya mashetani wekundu kucharazwa goli 1-0 na Everton kwenye uko ugani Old Trafford. United walianza kwa kusuasua, lakini walipata nafasi ya kurejea na kutawala mchezo baada ya Idrissa Gueye kumchapa mchezaji mwenzake na kujipatia kadi nyekundu, lakini matarajio yoyote ya tukio hilo kubadilisha mchezo kwa faida ya vijana wa Ruben Amorim yalikatika haraka pale ilipofika dakika 30 na Everton kupata bao. Baada ya mapumziko, United walimiliki mpira kwa muda mwingi na kujaribu kupiga mashuti mengi, lakini walishindwa kuivunja ngome ya wapinzani vya kutoshana. David Moyes amesema kwamba hana shida pale wachezaji wake wanapopigana, kwani inawafanya wanakuwa ngumu au ngangari. Hii ni baada ya Idrissa Gueye huyo wa Everton kuonyeshwa kadi nyekundu kwa kumpiga usoni mchezaji mwenzake Michael Keane wakati wa ushindi wao wa goli 1-0 dhidi ya Manchester United. Sasa kwenye mashindano ya Formula 1, dereva wa zamani wa Formula 1 Mick Schumacher atashiriki mbio za IndyCar Series mwaka 2026 na timu ya Rahal Tamanlanigan Racing, yani RLL. Mjerumani huyo mwenye umri wa miaka 26 ambaye ni mtoto wa bingwa wa dunia wa F1 mara 7 Michael Schumacher aliondoka kwenye nafasi yake ya kuwa dereva wa akiba wa Mercedes mwishoni mwa msimu wa mwaka 2024 na alijiunga na Mercedes baada ya kuachwa na Haas mwaka 2020
2022. Na sasa niangazie kwa kifupi tu tetesi za soka Ulaya. Mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior mwenye umri wa miaka 25 ameambia Real Madrid kwamba hana nia ya kuongeza mkataba wake unaomalizika katika majira ya kiangazi mwaka 2027 kwa sababu ya uhusiano uliodorora na kocha Xabi Alonso. Liverpool, Manchester United, Devi na vilabu vingine kadhaa vya ligi ya Premier wanafuatilia kwa ukaribu hali ya Vinicius. Nikwamie hapo sasa. Asante sana. Tutaonana baadaye usio. Kabisa. Alright. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba atajadili masuala nyeti yanayotokana na mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani na Rais Donald Trump baada ya siku kadhaa za mikutano ya kidiplomasia. Wapiganaji wa RSF nchini Sudan wametangaza miezi mitatu ya kusitisha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu. Na katika gumzo, wakuu wa nchi na serikali kutoka Afrika na Ulaya wanakusanyika nchini Angola kwa ajili ya mkutano wa 7 wa Umoja wa Afrika na Ulaya, huku moja ya ajenda ikiwa ni namna ya kuinufaisha Afrika kupitia madini. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Wazazi kutoka jamii ya Greenland nchini Denmark wanataka kuunganishwa tena na watoto wao baada ya kuchukuliwa na mamlaka za taifa hilo kutokana na serikali ya taifa hilo kufanya vipimo vilivyobaini kuwa wazazi hao hawana uwezo wa kuwalea watoto wao. Baada ya kukosolewa na serikali ya Denmark, imesitisha kufanya vipimo hivyo dhidi ya jamii hiyo na kuahidi kuhakiki tena utaratibu waliotumia awali uliowahusisha watoto hao 300 kutoka kwa wazazi wao. BBC Global Women imethibitisha kwamba visa 10 tu ndivyo vimejirudia tena, na mpaka kufikia sasa hakuna mtoto wa jamii ya Greenland aliyerudishwa kwa familia yake. Zaidi na Shuaib Ibrahim. Mtoto mchanga aliyezaliwa anachukuliwa kutoka kwa mama yake muda wa saa 2 tu baada ya kujifungua katika hospitali moja kaskazini mwa Denmark. Hii si mara ya kwanza. Watoto wake 3 wameondolewa kutoka chini ya uangalizi wake. Nilihisi kwamba kila kitu katika maisha yangu kimesimama. Hiyo nusu ya roho yangu ilikufa. Part of my soul died. Kira anatokea nchini Greenland, lakini kwa sasa anaishi nchini Denmark. Hapa mamia ya familia za asili ya Greenland wamepitia hali hiyo hiyo na kuvunjika moyo. Katika mji mkuu wa Copenhagen wamekusanyika nje ya majengo ya bunge wakiwa na mabango pamoja na picha za watoto wao waliochukuliwa. Ujumbe ulioandikwa, waleteni nyumbani watoto wetu. Wanasema watoto hao walichukuliwa kutokana na kile kinachoitwa vipimo vya uwezo wa kuwa mzazi wa kuridhisha. Kira alifanyiwa vipimo hivyo mara kadhaa baada ya mamlaka kuwa na wasiwasi juu ya mchakato wa mawasiliano kupitia lugha. Nilimuuliza mwanasaikolojia kwa nini napaswa kufanyiwa vipimo. Alinijibu kwamba kubaini kama nimestarabika vya kutosha. Mamlaka zinazoendesha mpango huo zimeiambia BBC kuwa watoto huondolewa tu wakati kuna wasiwasi mkubwa juu ya wao kupata maisha mazuri. Lakini wanaharakati wanasema vipimo vya uwezo wa kuwa mzazi wa kuridhisha vinaofanywa kwa wazazi wenye asili ya Greenland zinatumia mbinu za utamaduni wa Denmark kupima na kuhukumu wazazi wa asili ya Greenland, jamii yenye utofauti mkubwa wa maisha. Jinsi vipimo hivi vinavyofanyika na kashfa ni hali ya kudhalilisha. Tina ni mmoja ya waanzilishi wa shirika la Sela 360, shirika lisilo la kiserikali ambalo linapambana na mfumo huo. Mamlaka za Denmark zinadhani kuwa watu wa asili ya Greenland hawana akili timamu, lakini ukweli ni kwamba hawana fursa za kutosha. Actually, they are just less
privilege. Vipimo vya uwezo wa kuwa mzazi wa kuridhisha ambavyo vilikuwa sehemu ya maamuzi hayo sasa vimepigwa marufuku kwa watu wenye asili ya Greenland, na serikali ya Denmark ilizindua ukaguzi unaoahidi kutathmini upya mamia ya visa hivyo. BBC imegundua kuwa miezi 6 baadaye ni visa 10 pekee vinavyohusisha vipimo vya uzazi vilivyochunguzwa. Sophie Andersen ni waziri wa masuala ya kijamii wa Denmark. Sijaridhishwa kwamba tumeweza kutathmini tu kesi za watoto 10 pekee kufikia sasa. Ni kazi tunayoendelea kufanya. It is a work in progress, yes. Namni taarifa yake Shwaib Ibrahim. Msikilizaji, wakuu wa nchi na serikali kutoka nchi za Afrika na Ulaya wanakusanyika mjini Luanda nchini Angola kwa ajili ya mkutano wa 7 wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya. Tukio hili linakuza uimarishaji na ushirikiano wa kimkakati kati ya kambi hizo mbili za kikanda, huku zikikabiliana na changamoto zinazofanana za kimataifa kama vile vita vya kibiashara, migogoro ya kikanda na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuna maslahi makubwa katika madini ya Afrika, hasa madini ya adimu. Sasa katika gumzo tunaangazia sekta za madini barani ya Afrika, kwa nini bado haijaleta manufaa ya wananchi kwa miaka mingi, huku sehemu kadhaa zenye utajiri wa madini zikikumbwa na changamoto za usalama, na nini haswa kinapaswa kufanywa ili kubadilisha hali ya mambo. Awali nimezungumza na Profesa Dadi Saleh kutoka Goma, DRC, pamoja na Semeni Malale ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wanawake wa chimba madini nchini Tanzania, Tawoma Mshikamano. Nianze nayo Semeni ambaye anatufahamisha shughuli zao haswa ni nini. Sisi akina mama wachimbaji kupitia chama chetu cha wanawake wachimbaji Tanzania Taoma, tunajivunia sana kwanza kuwa wanawake wachimbaji, kwa sababu sasa hivi tunafanya kazi zetu za uhuru, kwa uhuru kabisa, na kwa jinsi wizara yetu ya madini ilivyotushika mkono wanawake. Kwa hiyo tunafanya kazi vizuri, tunapewa vitaru, tunawezeshwa mitambo, tunajishughulisha na madini ya dhahabu, tanzanite, madini ya viwanda kwa mfano na madini ya ujenzi, kokoto, mchanga. Kwa hiyo akina mama wengi tunajishughulisha na madini hayo. Nije kwako Profesa Saleh. Kongo inajulikana kuwa na madini ya aina mbalimbali, lakini ukosefu wa amani imekuwa ni changamoto kubwa, na ni kama raia wengi hawafaidiki pasavyo kupitia rasilimali hizi ambazo ni muhimu sana. Hilo unaliongeleaje? Ndio kabisa, inaonekana kama Kongo inakuwa na madini nyingi kabisa sana zaidi, na inaonekana kama watu wengi wanazitamania, na hiyo inatuma kabisa hakuna amani mkongo, kwani kwa siku za leo inasemekana kama Kongo haipate amani ni kwamba kuko watu wanataka kufanya hiyo kugabula Kongo, balkanization, na kuna watu wanapenda kupora mali ya Kongo, na kuna kwa mali hizo zinakuwa wanaita strategic, manake zinatakiwa kabisa dunia mzima. Tunafikiria kama vita kabisa ya Kongo inaendelea, kwani kuna kwa watu wenye wanataka madini na Kongo inashindwa kujichunguza na kujitegemea. Profesa, hata hivyo licha mazingira hayo biashara ya madini inaendelea. Je, pengine kwa ufahamu wako inaendeshwaje? Kuna kwa ngambo biashara inaendelea ni kweli, lakini hailete kabisa mali kwa raia ipate kabisa mali. Tukaangalia sana hata China, hata mainchi kadhalika zinakuwa sana kabisa madini mkongo. Ukaenda hiyo ku Eastern part kunakuwa na madini kabisa yenye government haiwezi kabisa kuchunguza na kuchungua nini nafanyikana. Hata ukienda Katanga inaonekana kama 90% ya macontract zinakuwa masikilizano, haiko masikilizano ya kuenda kabisa kwa Kongomani kukua vizuri. Tunakuwa Kongo inakuwa nchi yenye inakuwa pua, maanake inakuwa dunia mzima inakuwa haina maanake inakuwa povre. Bisi bana tunapenda kuisema nchi ya kwanza dunia, ni kitu yenye haiwezi kuitikiliwa, lakini ndio kweli ile. Nirudi kwako Semeni. Sekta madini huwa na changamoto nyingi na zaidi sana kwa wanawake. Je, ni changamoto gani haswa na ni vipi mnakabiliana nazo? Sasa hivi changamoto kidogo zimepungua kwa sababu ya waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde alitengeneza chombo kizuri cha kuwaunganisha akina mama wachimbaji, na pia waziri wa madini aliwatafutia akina mama maeneo ya kuchimba, kidogo akawa
wakawapunguzia. Kwa kweli changamoto sio kweli zote zinakwenda kuisha, kwa sababu changamoto kubwa zaidi inayosumbua kina mama wachimbaji ni changamoto ya mitaji. Kwa kweli mitaji bado inasumbua sana kina mama wachimbaji. Kwa hiyo tukawa tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ijikite zaidi na zaidi kwa support ya kina mama kwa upande wa mitaji. Hivi majuzi Rais Trump aliyokabana kwamba anataka nchi yake inufaike kibiashara na madini ya Kongo, naye kwa upande wake atasaidia katika kupatikana kwa amani haswa huko mashariki mwa nchi. Hili nalo unalizungumziaje, Profesa Saleh? Tunaangalia kama Marekani jinsi inasema ni kweli inaweza kuunganisha Kongo na Rwanda na watu wengine na inatumikisha hiyo madini ya mbalimbali. Ni jinsi inasema na kutia pesa mingi kabisa. Kila mtu anachukua jinsi anawaza. Kuna watu wanasema ndiyo inaweza kuleta amani kwani watu wanapigana juu ya madini, lakini kuna kwa ngambo nyingine inasema kama hiyo itakuya sasa kuleta hiyo ekonomia ya esclave. Jisi wanasema manake watu wenye hawajitegemee. Itakuwa sasa tena tunategemea na Rwanda na hiyo Marekani kuyote. Inakuwa kabisa shida sana na atuwaze kama nitakuwa rahisi ilete kabisa amani jisi naandikiwa. Manake ni vitu ya kuchunguza kabisa sana na mzuri. Ona kama raia ya Kongo itapata kabisa mali kutoka kwa hiyo mikataba. Na sasa unafanyika mkutano baina ya viongozi wa EU na wale wa Afrika katika nchi jirani yenu, yani Angola, ambapo masuala kama hayo anayotaka Trump huenda pia yakajadiliwa. Profesa, kipi kitarajiwe? Nafikiria kuna kwa shida kwanza ya hiyo wanaita philosophy wa Afrika wakingaliki. Nafikiria kama takuwa watu kutoka Marekani, Europe watakia kutengeneza Afrika. Kwangu mie peke binafsi nafikiria haitawezekana, kwani tukaangalia vizuri waraisi wa mingi wa dikteta na wanapora mali ya Afrika na ya Kongo ni hao ndio waliwatia pale, na wa mingi bakingaliki tu pale sawa waraisi. Donc manake ni kusema kama hiyo mkutano inaweza kuwa mzuri, raia sifikirie kama inaweza kuwaza kwa kitu kabisa nzuri sana itatoka kutoka hapo, kwani tunakuwa tangu kolonia inaisha Afrika hayapata kabisa mali yayo kutoka sawa Kongo kutoka muafrika. Ndiyo ni mzuri kuikala na kuchunguza jinsi ya kuzungumuza. Menawaza wa Afrika ni wakati wajirudilia hako na wajuka wanapasha kujitegemea kwanza. Ni maboresho ya aina gani mnadhani yanapaswa kufanyika ili raia wa nchi fulani waweze kufaidi rasilimali yake ya madini? Semeni. Kwanza naungana na profesa hapo. Madini waachiwe kwanza wa Afrika wenyewe. Wajadili na kupanga mipango yao wenyewe. Kuliko kuanza kusema kwa hivyo wanakuja watu wa mataifa ya Ulaya kuja kukana kwanza kujadili madini ya Tanzania. Lakini pia waziri wetu wa madini aone jinsi ya kuwasapoti ya kina mama. Kwanza kuwasapoti elimu. Wanawake wakipatiwa elimu ya kujua kitu wanakwenda kukifanya kwenye madini itawasaidia sana. Saleh, ungepewa fursa sasa ya kushauri viongozi wa Afrika na serikali mbalimbali kuhusu sekta hiyo ya madini, ungependekeza nini hasa? Mapendekezo yangu waache kukuwa wasaliti, inabidi wakuwe wazalendo, watu wa kupenda kabisa Afrika, kwani hapa tunaenda kabisa mushimu na tunalomba hiyo, tunasema tuende tufanye hiyo, wanasema system industriel complet. Manake ni kufanya hiyo industry yenye shie peke tuko ndani na shie peke tunashimamia na tunafanya hiyo wanaita output kabisa, manake shie peke tunaproduce, tunafanya bitu yetu. Kwa kifupi, tusikuwe na viongozi wasaliti, tunalomba tukuwe na viongozi wazalendo, watu wanapenda ulongo yao na wanapenda wazazi yao na wanapenda raia yao. Ni Profesa Dadi Saleh huyo kutoka Goma, pamoja na Semeni Malale kwenye gumzo asubuhi ya leo. Huyo anaitwa ni Isaya Sambo Mpendamani, anasema hivi: hadi leo bado timu yangu pendwa wa Manchester United imewekwa kwenye orodha ya timu kubwa, ama ilishashushwa, kwa maana sasa timu nyingi zinatufunga tu ni baada ya kutandikwa goli 1-0 hapo jana. Amka na BBC haina la ziada, imehaririwa na Halima Nyanza, msimamizi ni Regina Mziwanda. Kwa niaba yake Phyllis Matiamba umemsikia michezoni, Jessica Pelembela pale mitamboni. Mimi ni Nkia David Nkia, nikutakie siku njema, kwa heri.